Na mwini Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, vita ya pamba moto, wazalendo wa charukwa. Rwanda, kifo cha Paul Kagame, furaha kwa vijana jijini Kigali. Goma, vijana ambao wapo upande wa M23 wapewa mwezi mmoja, la sivyo watakiona cha mtema kuni. Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 18 za mwezi wa 6 2025. Operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa skrini yako hapo moja kwa moja ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Tembelea pia Baraka One TV channel 2 ili uendelee kukumbana na baadhi ya matukio yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 18 za mwezi wa 6 2025 ndiko mazishi ya General Rukomete yatafanyika, na Baraka One TV tutarusha matangazo pale tukiwa tuko live kabisa. Kwa hiyo usikose kuungana na Baraka One TV ili kupata matangazo live ya mazishi ya General Rukometa. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya Kivu ya Kusini, ambako vita pamba moto, wazalendo wa charukwa. Jimboni Kivu ya Kusini kwa sasa mambo yamechangamka, huku wazalendo wakipambana maeneo ya Nyangezi, Nyantende pamoja na maeneo mengine ya Kabare. Kwa sasa hakuna tena kurudi nyuma, wala hakuna kumsikiliza mtu na hakuna kuweka mikono begani. Sasa hivi wazalendo wameamua kukiamsha maeneo ya Nyangezi, ambako tokea hiyo tarehe 17 za mwezi wa 6 2025 mapigano yalikuwa ni makali, na wazalendo kufanikiwa kuingia maeneo yote ya Nyangezi, huku harakati zikiwa Nyantende pamoja Chai pia kuingia ndani ya mji wa Bukavu. Upande mwingine Nyakabare na kwenyewe vile wazalendo wanazidi kufanya kazi kubwa kwa kuwakunguta magaidi wa M23. Ukiachana na jimboni Kivu ya Kusini, maeneo ya Kivu ya Kaskazini pia Masisi, wazalendo wanaendeleza kukiwasha dhidi ya magaidi wa M23. Mengi na zaidi, huyu hapa dola kubwa kutoka katika uwanja wa mapigano. Mashambulizi makali eneo yoyote ambapo adui anapatikana, kwanza Nord Kivu na Sud Kivu. Kwa hiyo hivi adui atarajie sasa kuzuia yeye. Sisi tulizuia, kwa hiyo adui na sasa ajitarajie kuzuia. Kwa hiyo mahali popote ambapo unapatikana adui M23 AFC na walie wao Rwanda, kwa hiyo vita vitakuwa vikali eneo zote zile. Na kwa siku ya leo siku ya pili tarehe 17 mwezi wa 6 2025 kuna mashambulizi makali sana kwenye kijiji kile cha Nyangezi, Momosho na kuendelea. Wa vijana mpaka sasa wanapatikana eneo nyingi, Kavumu, Kabare na eneo zinginezo. Hata Nord Kivu kule kazi inaendelea. Kwa hiyo M23 itarajie mashambulizi makali sana. Kwa hiyo hatutampa tena muda wa yeye kuja kutushambulia, ni sisi sasa tunakwenda kumshambulia. Tulicheza mpira wa kuzuia ili mpaka tufikirie Lekenzi, na Lekenzi imekwisha kupita zongwali 17. Kwa sasa ni mashambulizi ambapo yatatokea kwenda mbele. Asante, si mwingine Mboto ya Batu Mwenewa tulishi Egle mzee dola kubwa. Na washukuru mara tena.
Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kaskazini, moja kwa moja tuingie Kigali nchini Rwanda, ambako kifo cha Paul Kagame, furaha kwa vijana jijini Kigali. Maelfu ya watu wanajiuliza, je, kweli Paul Kagame atakuwa ameaga dunia? Je, kweli Kagame atakuwa amekufa ama ni drama kama ilivyofanyika miaka kadhaa iliyopita? Ndani ya jiji la Kigali, kifo cha Paul Kagame wala hakina manufaa yoyote kwa raia wa Kongo, ila kinawanufaisha Wanyarwanda ambao walikuwa wakibanwa na utawala wa Paul Kagame. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asilimia kubwa ya wananchi wanaridhika na taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame, huku baadhi wakionyesha kutokujali kwao sana, maana kila binadamu ameumbwa kwa ajili ya kufa na wote pua zimeangalia chini, lazima tuweze kuiaga dunia. Mengi na zaidi, taarifa hii kutoka Kigali pamoja na kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abstrait, soustrait na biko réaliste. Mais pour votre information, Mukongomani haizi célébrer kuya hivi juu hapa Kigali hakuna mwenye ana celebre. Mkongole ha celebre surtout muira kwanza, kila mtu kwa parcelle yake juu veliko na celebre ni Watusi na Mhutu ha celebre hata mena chenye chiko hapa Kigali eke munani huyu ministre manenda aho yeye mwesprit yake muko cha kusema evre yake ya kwanza ni kuita apres mort ni kuita Wahutu wote wanakuya mu Rwanda, kisha wanaongea juu mwenye alikuwa adui ya Muhutu na ameenda. Kisha ke question yenye iko eske Muhutu atawezaka kuvumbula sema hapa njoo likuwa kwetu, na akipavumbula eske wanaweza mwachia aho? Repose iko kidogo ke ni kuwatafutia quartier kwenye bafikie, na kisha ke wanaona aide humanitaire yenye inachangia Bahutu hapa mu Rwanda. Kama ulikuwa Kigali unachangiwa tu mu Kigali, vana va prendre à charge à quelque sorte que nabo vaishi na kukua cohabitation pacifique mu Rwanda, na kisha kuna kwa cohabitation internationale entre le Congo et le Rwanda. Njo ile mais les Congolais hawa celebre kifo ya ule kon, ila Batusi wenzake njo biko wana celebre, kumaanisha ke yeye alikuwa nafanya vyake, me Mutusi hakukuwa na mwakompanye mwavyo, na kama alikuwa na mwakompanye mwavyo c'était par dictature. Les jeunes vana celebre sana, manake habaya pigaka mizike mukigali, haba piga mapepe mukigali, lakini banajifunza nabo kupiga mapipi. Bengine habavale tena nini kaski kuma moto zao, donc aonekane gisi iko na celebre. Wamama wanasema mwenye aliacha babwana yetu na watoto yetu wanakufa, amekufa. Njo kisha ile certaines personnes wangana waza kama kanaume nyo kiko immortel. Igwe alisema kake dayere kwanza kanata kufa, nanjo kale kanakufa, alikufia kwa nita Minich. Njo ile alitaka skive signature ya kwenda signer na Chilombo il y a cela plus de 10 jours, na da 48 heures apparemment kufika tana 72 heures akakufa. C'est ça, donc il y a cela plusieurs jours qu'il est mort. C'est pas à dire qu'il alikufa leo jana juzi, hapana. Vrai version sasa ya suite ya ile kitu njo ile umesikia. Mukongo kule tukicelebre moro ya aka kanyama na tunajipunguza observe, njo kila mtu ende mkazi yake. Hapa Kigali hakuna kazi leo hii hapa hakuna kazi, kila mtu iko na observe ce qui va se passer. Kale kanaume kama ndevu kalikuwa na kana vichamaka pa Kiganako kashenda kimbia kwenye mwingine Munyarwanda Ruto mwenye iko leo presida par megarde presida wa Kenya nini Nakuru, njo kanda vichama juu sekirite yake ilikuwa deja nemekuwa douteuse monifo ya pa Kigali. Alors senye
situation sécuritaire itakuwa relativement un peu calme. Ok, maintenant c'est une mauvaise chance parce que Kivu, Rwanda, Goma ilikuwa hayakamatiwa. Ingekuwa naisha kamatiwa kama maramo watu wanaprofite mais apparemment position ya huu premier ministre apparemment itakuwa bien kushindia ya kale kamutu kekanaenda tel ke mumesikia pale atando voir. Na mkudasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 18 mwezi wa 6 2025 majira ni saa 12 saa za Afrika ya Kati. Ejide Kizenga Tembele King Sele the only one king, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Diedone Buto kutoka Michigan, Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Central pamoja na East Africa, pia maeneo ya South Africa, wote mkiwa mnasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Goma ambako vijana ambao wapo upande wa M23 wapewa mwezi mmoja kuweza kujisalimisha, la sivyo watakiona cha mtema kuni. VDP Wazalendo jimboni Kivu ya Kaskazini wanawaonya vijana wote ambao wanafanya kazi na magaidi wa M23 ndani ya jiji la Goma, huku wakiwapa takriban mwezi mmoja ili kuweza kurudi nyuma, na la sivyo Goma ikirudi mikononi mwa Wazalendo basi watakiona cha mtema kuni. Katika mazingira ya kujitafuta, mazingira ya kutafuta kazi, mazingira ya kutafuta lukuta, vijana wengi wamejikuta wakifanya kazi na magaidi wa M23 ambazo kazi hizo zinawanyanyasa raia wengi ndani ya miji ya Goma pamoja na Bukavu na maeneo yote ambako yanashikiliwa na magaidi wa M23. Mengi na zaidi, ujumbe huu kutoka kwa Waza. Bandugu yangu, bajeni ya Goma, ba patriots na bale benye balishaka kujiunga na Corneille Nangaa, tunawapatia mise en garde wakati ngaliki ya kukuya ripoti kurudia muvi civil ama kukia ripoti ku government murudie muvi yenu civile, ama mnakutana benzenu bajen bazalendu benye biko napigania inchi. Tunawapatia emwa bajene yote bebashaka junga na guvernema ya RDF, yaani wauaji kutoka Rwanda kukuya kutumasakre mu nivo ya Goma. Nadhani nye peke muliona biko na nivo ya Bukavu gisi ba autorite ya M23 biko nasema lalisha ule na ili usirkile. Mungaliki na chance ya kupatiliwa emwa, parce que aucun jour Kagame hata kuwaka president wa RDC, aucun jour Kisekedi hata kuwaka president wa Rwanda. Mais comme tuko ba Kongomani, malgré Kisekedi anaweza kuwa na faiblesse zake, anaweza kuwa na nini yake, nous sommes tous derrière Kisekedi. Tuko obligé kukua nyuma ya Kisekedi parce que c'est Congolais. Mais nyie bote be mumejiunga na Kagame kukia masakre peuple congolais, mungaliki na chance ya kutoka kule mkielomba huruma. Osimi na lase message kuba mama, badada, bajene bebiko mgoma bemuko nalipishiwa ile ma 4000 francs ndani ya nyumba. Tulikuwa tunakatalaka bingine ku gouvernement inatoa tuempoze mabitu koma ba rebele munabaitikia kuwapatia franga ya kuweza tena kupiganisha bandugu yenu na ya kuweza kuwa na baua pale. Mulamuke nye bote mwende kubalabala museme nyet tunakatala kulipele ma 4000 francs par ménage, tunakatala kulipele mananisi balikuwa na cheka gouvernement, gouvernement ni ba Pierre, biko na imposer batu. Munangalia sasa nao kujisha kalanga 1000 francs. Ndio maana tunasema peuple abata baua nye bote. Tuko nyuma yenu, tuko na kuya disipe. Musikuwa na boga. Malgré mko nafanya propaganda, banaenda ka Butembo, tuko naona bajene, tunaenda Butembo, tunaenda wapi, tunavuka mpaka tutafika Kishasa. En 15 jours hakutakuwa ka rebellion yenye tafika tena Kishasa. Malgré ma erreur
Kila mtu anakuwa na faiblesse zake, malgré maerere za leta yetu, malgré ba traître, malgré chef de l'etat anaweza kuwa na erere yake, mais si ebote derrière Tshisekedi tuko na kuwa nyuma ya chef de l'etat na ya kwa nyuma yetu mpaka tuweze kulibere nchi yetu. Trop c'est trop. Mwache kulipa ile mabitasi, tuko nyuma, tunakuya fanya kazi. Hange nyoka isiwalume, tuko nakuya tunakia kutumika kazi pale, tunakiendelesha lite yetu kama kawaida. Toujours chef de l'etat Tshisekedi Félix Antoine, parce que tumekomprendre kama tumukatale tuitike yenjo mwe iko na ile susi ya kusaidia nchi. Me hapa bengine mko naona ni kuua, kubaka, kupie, c'est ça les M23 RDF. Na Kagame jamais, ndio maana nabambia ba Kongole benzangu, mkuye murudie ku rezo. Hakuna siku Kagame atakuwaka chef de l'etat wa IRDC, jamais, aucun jour. Ingeta, c'est la patrie ou la mort, mais nous vaincrons. Batu mingi balikuwa bashaka kosa katulishenda hapi. Kazi toujours en marche. Na asante sana kuendelea kusikiliza Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo ndipo tunakwenda kuonanga kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Ila kabla ya kumalizana na wewe, kuna taarifa hii hapa kutoka, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anatafuta ndugu zake wamepoteana kwa takriban miaka mingi. Kwa majina anaitwa Bawili ama Bade. Ameweza kupoteana na ndugu zake ambao wanaitwa Echilo Mwechi, Kashamura Mlongecha, na wazazi wake majina yao ni pamoja na mama yake ni Vumilia, baba yake ni Mweshi Shilibu, ambayo ni kutoka katika familia ya Balizi, na kwao ni maeneo ya Kakolokelwa katika zone ya Mwenga. Wamepoteana miaka mingi sana, na hivi anawatafuta ndugu zake, na ili kuweza kuwasiliana naye pia wasiliana na Baraka1 TV, na moja kwa moja tutakuunganisha na dada yenu huyu ambaye mmepotana naye kwa jina ya Bawili, anaishi nchini Marekani. Chao chao, tukutane majira ya saa 12 jioni, saa 9 pamoja na saa 6 za mchana. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, the one and only town DJP.